Sasa wewe bwana songa kwamba sisi kwamba tunakuja hapa tu katika wewe unafanya kazi kulia tu, nalia tu na kinachoongelewa kwamba akieleweki. Shida nini? Wewe umeondoka na mwanangu hapa. Umeondoka na vijana wenzio hapa. Wako wapi umerudi wewe unafanya kazi kulia tu? Maana yake nini mbona utuambii bwana? Tumetokea nini kwani huko? Nangu, umekukuta nini kwani? Galemo. Naam. Galusi. Wanangu. Yule mtu mbaya sana. Alichotufanyia huko. Kwa sasa ndio umeweza kazi zako na kuacha. Wewe fanya kama uzuri nguo mwai jua. Anajua sasa hivi mvua hizi bora nguo zikauke bwana. Na mvua sasa hivi. Acha. Na nimekaa mgodini bwana nasikia bwana umetangaza na kufungulia na maji. Maji tena? Tena zaidi ya mwaka jana wanasema. Yaani hiyo stigo huko yaani huu mradi mmoja kututesa sisi wakulima. Kwa umesikiliza tu madai yetu, hujasikiza vyovyote kama maji yanaendeleaje? Hamna mtu ambaye anajua sasa. Yaani huu mradi mmoja sana kusumbua wakulima. Sijui itakuwaje. Sasa mume wangu, basi tafuta shamba juu. Hilo ni kweli, ile wazo ulikuwa nalo wewe. Watu wote mgodini wanalo. Wanazungumzia kwamba watu tafuta mashamba juu, tafuta mashamba juu. Kwa sababu yani mashamba bondeni tayari yashakuwa na tuathiri. Mwaka jana mvuta kibao mimi nimeondoka. Mahindi yameondoka. Sasa ukiangalia sana mimi nake mazingira haya. Sio kweli. Yaani tunataka twende juu tukatafuta mashamba. Watu wahi mapema kwa sababu ukichelewa unajua unaweza kukosa. Sababu kila mtu anawaza kwenda huko juu. Na wale wazee kule shamba. Kuhusu wazee. Hilo nalo mwanzo. Inabidi tukahamisha kule. Unajua maji yakiingia kuhamisha shida. Ni kweli mume wangu. Mwaka jana watu wameathirika. Mwaka jana watu wameacha mavuno yao baharini. Tufanye mpango tukahamishe mapema kabla mvua hawajachanganya. Mwaka jana sio watu. Unakumbuka yule mzee Mkengesi hapa jirani pale dungu lake lote limeanguka kwenye maji. Wengi kweli wamepoteza kila kitu walichokivuna. Basi haya mume wangu basi tule. Mimi nishashiba bwana. Ile mara mbili tena sasa hizi. Haya, nakula. Wanangu, mimi na goma langu hapa nikusifia mtumba. Bunge la goma wanangu sikilizeni. Misi fulani nani wako kungu kwa michezo kitandani shakunasa kama gundi shasawa kina fulani walionitesa kimakundi nikuiteje na gani zaidi kukuita fundi. Seweni nitamna kama nticha maticha nikwaga sina hamu mezuko na nipandisha. Haushiwi ya nikitaka tu nanipa kama kupata kwa zamu yangu imefika. Moyo chapenda macho yaoni kasolo nitakupo na tupenda wapambe na nite kolo. Nisha salenda usije ukaleta utopolo ukajoka nitenda penzi likesha kimolo nishazama mazima nilikuwa kumwandazimu sababu ya kupacha sina milabda niende kuzimu nataka kama nkizima kwako nitakuja kwa mbinu kama sitokuacha patina nitasimama kama mzimu amini popote twende wote ukiwa na mimi lingo siogope chochote amini mimi ni mjeshi ile kunywa maji ya bendera na wanaopenda kupesti kama Manala na Kela vitenda wili watege na tegua na wanaonitega kanga moja kwangu itosumbua. Mwanangu. Nakubali mwanangu. Jamaa anatisha huyo. Oya. Au sio? Mwanangu ni goma hili. Usikwenda mjini. Anaimba wewe hapa wachawi. Yaani ngoja. Yaani mnasifia upumbavu. Mwanangu kama anajua tu. Jamaa kujua anajua. Anajua wapi? Kuna watu wanatengea damu yule ape biskuti itakuwa huyu bwana anapiga kelele hapa. Basi subirini basi. Oya, mwanangu wachawi tunao hapa na ndo wao. Amini kwamba wachawi wapo wapi bwana? Haya. Nasema kweli. Ngoja nikwambie. Saizi asubuhi mnaimba. Jiangalieni, maisha haya yanatakiwa kutafuta. Sio kama hivi tumekaa kijiweni
mara haina maana. Sasa ngoja nikwambie kuna kitu kimoja au vipi? Kuna kazi ya kupanda kabla zangu. Kama magani pembeni ukapande. Kupanda nini? Futa mahindi. Sasa nimeshamsema. Sema neno kupanda tu alewi. Kwanza kupanda kwenyewe tunaenda kupanda kwa nani? Mimi si ndio kila kitu. Wewe usingine bakimani watata. Sema kabla zake hapo. Kabla zangu. Mimi nitoka kabla zake Kisokola. Na kama Kisokola kwa Mungu mimi nasema mimi siendi. Yule mzee mtaka kweli kwenye kulipa hela. Mimi siendi kwa Mungu tena. Wewe mtata, aliwe mdomo mwingi bro. Mwingi. Ndio Kisokola yenyewe jana tukatoka kwa Zumu, watoka kwenye sisi juzi tumeenda kupanda na akatuzurumu. Jamani kama mnaenda nyinyi nendeni. Ila mimi msinihesabie. Kwanza maji uko Stigo na karibia kufurika. Wao jamaa analima vipi? Kazi za kulima tofauti. Kwanza itapigaje? Bado tunabishana. Ania. Ania. Abena. Safi kwema. Safi, ndo naenda kula au? Chana. Basi sawa, ngoja mimi niende barabarani kwanza. Barabarani? Kila siku barabarani. Wale wazee kula wanama lini? Sasa unalaumu mimi kila siku barabarani. Sasa unavyohisi kwamba riziki inakuja nyumbani kwa mtu. Kule ndo unapata riziki. Kwa unaenda kutafuta riziki. Mimi sio kama sitaki kukufuata. Lakini wewe mwenyewe unaona hali hapa. Nikaa jana tumeenda kuomba kwa dada. Nataka nipambane ili nipate hata kile kilichokaa. Nipate hata debe za mahindi. Wanapokuja hapa saizi sio muda wa mavuno ya kilimo. Hata wao wanapotoka huko hawana kitu. Mwenye juzi tu unaona ya simu kwa bahari mbaya. Sasa unaponilaumu mimi unanikosea. Lakini mume wangu au kwa wale wazee si wako. Ukisema hivyo unakosea. Kwa sababu wazee wako kwenda kwa mimi. Hivyo ungekupa wazee wako ungewafanyisha kama hivi. Umesema mwenyewe umeenda mgondeni umesikiza story maji kwa yanaendelea au yanaendelea kujaa. Yanakuja. Hivyo nataka wazee wangu mimi niwakose. Basi sawa, mimi nitaenda kwa sababu wewe ndio unasema, lakini unajua kabisa kwamba mimi sina nia hiyo. Na mimi hata mimi pia wazee wangu wale na sina ubaya nao. Ila kwa sababu umesema hivyo, mimi nitaenda kuwachukua. Ila mimi nilikuwa nafikiria ninachofikiria mimi labda ndio mbaya. Ila mimi nitaenda kuwafuata basi. Sawa, kama utaenda hapo sawa. Sawa, baadaye. Haya. Bye. Kweli nga kweli. Wenyewe ni hiyo. Tunaona mtu wenyewe kabisa. Wenyewe unyama mwanangu mimi utakubali. Na msela alikuwa anapisha juzi hapo hiyo. Tapiga kama hiyo kazima. Sasa yule vijana wangu habari zenu. Sikupo. Amjambo. Jambo. Salama. Hichi kijiwe kila nikipita hapa nakutaga mpo wengi. Lakini leo naona mpo wachache wenzenu hapa. Saa 7 wameenda kula makwao. Wameenda kula. Sasa naomba mnisikilize kwa makini. Huu mgundi umejihusisha na masuala ya wizi wa kuku nyumbani kwangu. Nimeenda nyumbani nimerudi nyumbani nimepata taarifa hizo. Mgundi huu umeiba kuku. Nahitaji kuku wangu. Wewe shukuru Mungu ujue umezaliwa bila. Mtoto usinionyeshe kidole. Pasha kuchinja tayari. Usinionyeshe kidole nakwambia. Sasa unanitisha au? Sikiza kwanza tusikize mzee. Wewe usikibiwa? Kuibiwa wapi huo? Ushawahi kuibiwa? Kwanza tumsikize huyo kaja na jambo tu. Sikiliza kwanza. Yeye mzee mjui. Wewe kuku wako umeibiwa huko sio kuku. Wewe usinionyeshe kidole. Usinionyeshe kidole. Sawa? Yaani ungekuwa kuku wewe. kijana usitishe.
Unanitisha. Unafanya nini? Unafanya nini? Unafanya nini? Unanitisha. Wewe. Hapa hakuna kuku. Ongea na mimi. Wote wewe ngungwa. Yaani bora uishane na mtenda dhambi kuliko wewe kujifanya nafanya ibada alafu. Yaani kwa kusema Nisikilize. Wewe kijana, wewe. Tutakuponzeni, yaani mkundi wenu kufa kabisa. Sema hivyo. Nitakachofanya mimi. Sema hivyo. Yaani nyinyi wote mtakuta mimi, mtakuta wote. Nitakachofanya. Kila kitu kina mwisho, jitenge bana wewe. Nani? Wewe nani? Walikuwa watu hapa, wewe nani? Oho. Bwana. Asa kusema hivyo mzee, unatuhukumu sio wengine. Oho. Bwana. Jana mbona hajaja amekuja leo? Maana ni umiba. Ni kitu msichokijua. Kijue kuna karibu hiki. Alhamdulillah. Salamu. Wema. Ana afadhali bwana wewe kwanza nimekukuta. Bali naona leo. Nimetoka katika kundi wao hapa vijana. Wale nyumbani umepitika wizi. Sasa ule wizi unapitika nimeibiwa kuku wangu. Nimeenda kutoa taarifa pale. Nimekutana kijana wako. Kijana wako alichonijibu naona katika kichwa changu mimi hakijaingia. Yaani ananijibu maneno ya kipumbavu. Kwanza angalia huko, hapo angalia mimi nimejua vipi. Sasa nisikilize. Tusifike kutafiana ubaya, kutafiana vitu visivyokuwa na msingi. Muelimishe kijana wako aweze kuletea kuku wangu. Hajaiba yeye basi aliyeiba. Najua anamtambua kwa sababu ni kuku. Anasemekana kabisa mwanangu kaniambia ngundini pale ndio watoto wa mimi wamechukua. Sijui umeelewa vizuri. Umeelewa? Mimi kama umeelewa, shukrani. Sasa ndugu yangu unakwambia. Mimi tenda kuongea na kijana. Amechukua sawa. Kama hajachukua basi ngoja nifike. Mimi kwa mujibu, subiri kwanza, sikiliza. Kwa mujibu alivyonijibu mtoto wako, anaonekana kabisa mwanachama mzuri wa wizi wa kuku. Tena pale nyumbani kwangu. Nasema hivi, asiyefunzwa na wazazi wake atafunzwa na mimi. Sio tena mtu mwingine. Nenda kamwambie. Basi, safi kwema. Shikamoo. Alama. Vipi hapo? Hapa safi. Sijui kwa kutoka. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Bwana afadhali nimekukuta. Naona nataka nikufuatilie. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kama nimekukuta. Bwana nipata taarifa kwamba mmeiba kuku. Kuku?
baba, una hakika kweli kwa mimi nimeiba kuku? Mimi aliyoniambia kwamba sio kwamba hana akili, hapana. Ni mtu mzima na ana akili zake. Na kuku ambao alokuja kumwibia kwamba ni mzee Mgarusi. Bimaana akiasikana kwamba mzee Mgarusi kwamba mnamjua, na hii yote inasababisha kwamba kukaa kwenu kijiweni. Hivi kukaa kijiweni unakupa faida gani wewe? Mnapata nini uko kijiweni mnapokaa? Hivi mnaacha kufanya kazi nyingine ambazo za kufanya? Unaanza hata kwenda kunisaidia mimi kwenda kulima shambani? Unahangaika kwenda kukaa kijiweni, unapata faida gani? Sasa kama kuna zitopata, sasa hivi mnaambiwa kwamba umeiba kuku. Au kuku umempeleka wapi? Hivi baba, mimi ningeiba kuku ningekuwa tumbwa mdonge sasa hizi. Ila nakwambia kitu kimoja. Muulie muibia kuku ni mzee Mgarusi. Na vinaofuata kwako ni vitu viwili. Kama haukuozea jela, basi utakufa mdomo wazi. Vipi wanangu? Fresh. Fresh. Ndio hivyo wanangu. Maisha yanasemaje? Sawa. Harakati zinaendaenda bwana kimtindo. Vipi hivi siku kule kwenye kupanda mlienda? Sisi hatukwenda, mvua zilikuwa nyingi. Ukiachana na mvua. Yaani mimi hata kama mvua ingikosa, mimi akia Mungu na kwamba mimi nisingeenda kupanda kwa yule mzee. Kwa sababu yule mzee ni mtata kuliko kwenye kulipa hela. Lakini mzee Sokola anakuwa hana tatizo katika kulipa ujue. Sokola namjua. Yaani mwaka jana nilipaisha sawa. Vipi? Sawa. Fresh kama kawaida tu vipi? Fresh. Karibu. Nini kula anapo? Mimi nimezunguka sana hapa sasa hivi napita hivi ndo naona. Sasa mwanangu mmenitenga leo. Hamna wana. Hadi si unajua nikwambia kitu kimoja. Hao walikuja hapa kunifuata mimi. Kuja hapa wao songa ndoke Mgundini sijui na nini nikamwambia. Mimi siwezi kwenda Mgundini kwa sababu nangoja msosi hapa. Kama vipi tusubiri wote hapa tule. Tunaondoka kwa hapo wamekatisha mijeko. Wanaandaa msosi unajua mazingira. Wenyewe napita pale ndo nawaona. Sema hawa jamaa bwana wanasubiri ukinda kwa hiyo. Mpewa oe. Wewe umeoa. Tu mtasema hivyo hivyo. Basi kia na mimi nishakinda. Wewe umekinda? Mimi bado sijakinda. Basi sawa. Hapo umefuata nini? Mimi simepita pale ndo naona hapa nikaja wanangu. Endelea kupita na zako. Sema achana na hayo sasa unaanza kuleta utata. Wanangu mimi kupita huko hivi nimekuta tumemwagiwa shiti. Shiti pale. Yaani tumeletewa sifa mbaya kinoma. Niambia siwezi wa kuku. Kuku? Alafu kweli mimi baba alikuja mtaani akaniwakia sana ni. Kwa mzee Mgarusi maana yake anashinikiza sisi kwa tumeiba kuku kile kijiji chetu. Wewe jao. Sio jao. Wewe jao. Nataka nizungumze hapa ila kutoka na shemeji huko ndani nikasema hivi vitu vyenyewe haviwezi tukazungumzia hapa, lazima twende Mgundini. Ila sema kweli, sikizeni bwana. Kindeni basi tuondoke. Ngoja ngoje msosi hapa tule. Kawe tuende kuongelea mbele au mnasemaje? Ngoja fresh. Basi poa, kaa chini wanangu. Uelewi vipi? Uelewi nini ndugu yangu wewe? Uelewi nini unachokielewa wewe hapa sikanieleza. Kazi upati au? Tupange basi. Kazi yenyewe sasa hivi Kazi ngumu? Kazi kila siku sisi tunafanya kazi sema kazi ngumu. Sikiza nikwambia tatizo lako anapenda kazi laini. Tatizo lako kulima kazi. Kazi tunapenda tunatumiwa. Kazi yenyewe wazee wanakupa kazi na unafanya kazi. Bali wanakudume mdogo. Wewe mara mwisho hapa wewe huko blaza. Masha kweli kamfuata ngungu akumdhulumu hapa. Akumdhulumu. Lakini mimi niliwaambieni akumdhulumu. Mungu sio hapa. Kwelieni mimi hajadhulumu yeye. Bwana, huyo chawa pia hajadhulumu yeye. Sio kama kunidhulumu. Wewe kwa sababu ya bishi. Nilisema hapa. Au sikilizeni, ngoja. Maana hii dhuluma naona imetanda sana au wadogo, kila siku nyinyi mtakaa mtadhulumiwa. Sawa Sababu gani? Sisi wenyewe hatujitambui. Umeelewa? Sasa hapa tutakaa mpaka lini? Tunatoka nyumbani tunakuja kwenye maskani. Angalia gogo linaisha kwa sababu kukaa. Sasa sikilizeni. Mimi nimekuja na dili lingine kabisa. Lingine hapo lipi?
Madili yake ufeki tu. Anaokataa Sio katae. kusikiliza. Mimi kwa madili yake yote na mimi siyapendi. Madili yake hapa siongelee kwenye kijiwe chetu. Kwa kutokana na nini? Nikuelekeze kitu kimoja. Majuzi aliwadhulumu kina Yaya. Juzi katudhulumu sisi. Jana kakudhulumu tena wewe. Wewe unakubali na tena leo kugari hili. Kakudhulumu sasa umekuja hapa. Sikiliza sasa, ngoja. Tumsikilizeni bwana. Tumsikilize. Anaotaka sawa, anaotaka ataenda, asiotaka atakaa. Sio lazima. Sawa bwana. Gungu wewe mwanangu, sikiliza nikwambie. Unaona hapa mji wetu kila siku sisi tutatumwa na watu wenye pesa zao. Hamjui pesa wanapata wapi. Hao wameenda Ngende, twendeni Ngende. Ngende. Unamsikia eti Ngende? Sasa wewe unafikiria sisi hapa nauli ya kwenda Ngende tunaitwa wapi? Sikiliza Yaya, ngoja nikwambie kitu kimoja. Sikiliza wewe, mambo kutoana kafara, mambo ya kizamani. Sasa hivi hakuna habari kama hizo. Safi. Umeona bwana? Sasa nisikiliza habari ya nauli. Hebu fikiria Yaya. Ipo zamani watu wanatoka hapa mpaka Dar na miguu. Unaona? Tushindo kwenda hapo Kilwa. Tunakata hapa Utete, Kilwa, tunaingia. Unapita barabarani ama polini? Ni kwa polini. Sasa sinakutaka kwenda kufa. Kuna watu wamerudi kwa kusikina ule ndugu yangu, mimi ametupatia wazazi wao na watuamini. Sawa. Mimi namuuliza swali sawa. Wewe unaogopa kufa, si ndio? Hapo unapokaa haufu. Nitakufa lakini kwa ahadi ya Mwenyezi Mungu. Mimi nitalima vibarua. Na huko anaokuua nani? Ngende mimi siendi. Unajua huyo haendi basi. Mimi nataka uniambie tu. Sasa huko tunampata mwenyeji. Nani anayejua hizo njia za polini kwa polini? Sikiliza nikwambie. Mimi nishaenda, sawa bwana. Nishaenda mara ya kwanza. Ila nataka kwenda mara ya pili. Ila kuna matatizo fulani tu yakanitokea, ndio maana nimerudi. Hapo blaza. Mafanikio yake mbona tujayaona? Sasa nataka kutupeleka wakati mara ya kwanza umesema. Sawa. Sasa nakwambia ni vipi? Anaotaka. Bwana, anaotaka. Tutakutana kwenye mkuyu mkubwa pale au vipi? Kesho. Sawa bwana. Kesho. Mimi hapa natoka. Nisikilize. Sasa nyinyi endeleeni kubishana, mimi naondoka. Sawa bwana. Anaotaka tutaenda, sio utaka kaeni. Wewe nenda. Sikiza ndugu yangu. Huyu ila sisi kwenda Ngende tuende. Vipi dogo? Fresh kaka. Sema uonekani kaka. Mtaani kule hivi mazingira kuzunguka uonekani leo. Ndugu yangu bwana, mimi toka siku ile juzi ile nitoke zangu shamba. Na mvua hizi, unajua mwili unakubali baridi, yani mambo yanakuwa mazuri. Kwa hiyo niko nyumbani hapa na tulia. Unajua na shemeji yako naye tena na mvua hizi anakuwa na wivu kiasi fulani. Unajua? Shemeji naye boy, yani akuruhusu utoke hata kidogo. Ndio hivyo. Sikia sasa. Leo akaja Brazami maskani kule. Kaleta dili jipya. Lakini kabla hilo dili kulikuwa na yule ngungwa yule. Mungu tunampata. Juzi kaleta dili kampa ngungwa pale, sisi tulikataa. Kaondoka na ngungwa. Leo ngungwa analalamika hadi leo yake hajapewa. Na juzi nimewaona mfatana na shamba. Haya na hivyo analalamika yake hajapewa. Sasa sijui nani tena naye katapeliwa hivyo. Alafu mhusika ndo yule. Nasema sijui ana bosi wake, sijui kaka yake, huyo ndo kila kitu. Unajua sasa hivi maisha magumu sana. Kwa hiyo hela ni ngumu. Maana kila mtu anaishi ujanja. Kwa hiyo ndo hivyo. Wasikia sasa kaleta dili. Kwamba unaona matajiri wote hapa mtaani. Hapa Kilimani. Watu wanaendaga kuleta hela huko hivi ndo wanakopata hela huko wanakosema sasa hivi. Sasa huko hela wanaenda na chimba, hela sijaelewa yani unavyosema wanaenda kuleta hela. Tulia sasa nikwambie. Yaani matajiri wote unawaona anasema wanaenda Ngende. Ngende? Sasa Ngende wewe utaenda kutoa kafara kitu gani? Yaani unaenda kutoa kafara nani? Yaani kwa sababu afadhali wewe kuliko mimi tena wazee wangu walipozeeka vile. Natoa kafara nani? Mimi tena? Mimi namtoa nani kafara?
Afadhali wewe vile wazazi wako vijana. Kubwa. Haya, sikia sasa. Anasema masharti kule yamepunguzwa, hakuna masharti. Kwa hiyo tukienda kule uhakika wa hela upo. Sasa tunaendaje? Kwa sababu wewe mwenyewe unajua nani mwenye nauli ya kwenda Kongeni unavyohisi. Hapo sasa. Hatupiti na barabara hivi, tunapita chaka tuchaka porini. Sema naweza kawa kweli. Mimi inabidi nivae mpango niende kwa sababu unajua haya maisha yamekuwa magumu sana. So unaweza kukuta wenzako wanaenda kule wakafanikiwa. Alafu sisi tukawa na hali ngumu kwa mambo yakawa sio mazuri. Bora tu na mimi niende. Wewe unaenda? Inabidi niende tu. Kama unaenda mimi nani nibaki? Mimi mwenyewe naenda. Mimi tu niongee na shughuli yako niende. Unaanza kukata tamaa. Kama unaenda mimi nani nibaki? Sawa, tufanye mpango twende. Bwana, nimekaribia na nimefika. Naona zile ahadi zako ulizoweka na unaenda vile vile. Nimekuja muda mwafaka kabisa na wewe. Hivi ndio kweli ndani. Unatakiwa kutimia. Wamekamilika. Umenifurahisha sana. Mimi bwana umenifurahisha sana. Hata hivyo nilikuandalia kitu chako. Ngoja hata hivyo kabisa. Nikuandalia ndugu yangu. Huo utajua. Yaani kuonesha kabisa ili uwe na makini nao hata uko unapoenda usiseme kama kitu gani hicho. Naona hiki ndugu yangu. Kwa macho ya kawaida nadhani utaniambia huu ni mti. Lakini hiki ni silaha, hii ni kisu. Sawa? Hiki ni kisu. Hiki ndio silaha yako ambayo utaenda nayo huko katika hiyo safari yako. Isipokuwa unabidi unaporudi nyumbani siku ambayo mnaulalia safari ambao mtaka muelekee huko. Unabidi ukiweke Chagamoni kama mto unakilalia. Kisha kilalia tayari asubuhi unapoondoka lazima kibadilike. Kiwe kisu kabisa asilia. Si unanielewa? Nimekuelewa. Fanya kama ninavyokuambia ndugu yangu. Sawa. Kuja kwa na gari, nyumba, asuli. Kupitia hii kama siala. Sasa ngoja nikufungie hapa uanze na safari. Haina shida. Kila la heri. Kama unaondoka tunga sikione. Siku ambao unakulalia safari unajika Chagamoni, asubuhi unachukua mambo. Kana wewe sina mengi ya kuongea. Karibu sana ndugu yangu, unaweza kuongea. Hamna masharti aina yoyote. Hilo kweli ni sawa. Masharti hapo. Kama hujawamaliza. Narudia tena ndugu yangu, kama hujawamaliza. Kama hujawamaliza. Unaweza kuenda. Nimetulia. Shapika. Wewe tu. Sasa. Ndio ile swala la wazazi mimi kuna sana. Hapa nimejipanga hapa. Nimwambia blaza, okay. Aende akawahamisha wale. Sasa mimi kuna safari kidogo wenzangu wanakwenda wale kutafuta hela. Ndio niambatana nao. Sio mbali hapo. Kiwa hapo wanaiona tengende. Ngende tena mume wangu. Kwani tusitafute mashamba makubwa mume wangu tukalima kuliko kwenda Kongeni? Unajua kulima hatuwezi kulima mashamba makubwa kwa mikono. Bora tungeenda kule turudi na yake. Ukiona hela tunashia vidole pale basi ni kwamba uweze kupata adhabu kubwa. Mimi mume wangu ngende na kujua. Ngende kuna masharti. Ngende kuna pesa za kuua, masharti yake, kuna kuweka watu mskule, kuna kila aina. Sasa wewe unaenda ngenda kufuata nini?
Hiyo ngine nimezoea zamani sana. Ngine sasa hivi nyepesi. Unaweza ukaenda kule kwa masharti labda kutembea kule kule tu. Mji huko unaishi vizuri. Tena wala haina shida. Sababu brother Ami anasema yeye anajua vizuri. Kwa tunaenda tunafanya hivi tunarudia mimi na hela hapa. Tumejua matajiri tunaishi vizuri. Hata kulima tunalima tunashia vidole tu. Sio kama mpaka ndo yani kwamba tunaonekana kama tunaweka skuli hizo kufanya nyayo kwa hayapo sasa hivi. Ile sasa hivi ngine ni safi kabisa. Na mbona kanaonyesha matajiri wengi kanielekeza hapa na hizo hela nishizo. Sana. Bora hata uende. Najua ukirudi tukipata hela tunalima mashamba makubwa na tunaweka shambani. Na kweli yani nikienda huko turudi na hela. Rangi tunaongezeka. Hapo kuonesha vidole. Yaani mashamba mwisho mule wewe tena. Kwa hiyo mimi ndo naenda. Sawa, nenda. Niombe dua. Sawa. Mangu! 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 Mangu, samahani kukuchelewesha. Najua kunakokwenda kuna milima na mabonde, kuna misitu, kuna wanyama na kuna binadamu pia. Kwa hiyo mimi na kinga alonipa babu yangu, naomba nikupatie. Kwani uamini safari yangu? Siamini mme wangu, roho yangu ina sita, sina amani. Sawa. Asante. Sawa. Safari njema.
Sema msitu tunatembea lakini hamna hata matunda. Matunda yapo, mibuyu sipo, mibuyu pale. Unasema hivyo. Unasema hivyo unapajua? Kwanza umekuja leo huku muda gani unapajua wewe huku? Aibu waone, aibu naona mie. Jamani, kwenye safari yetu kwa mtu anapajua nakukwenda. Dogo, sikilize mimi. Umote mimi nishapita huko. Sawa bwana. Ndio. Nitakupelekeni mpaka sehemu yenyewe. Sawa, lakini naona tunafanya kaza kutembea tu, kuna nyama wakali polini msituni huko. Sikiliza dogo. Pesa itafutu hivyo. Uitafute ndio ije pesa. Sisi tunaenda kutafuta pesa. Sema ni kweli. Unajua tunapoenda sisi tunaenda kutafuta hela, afu sio wengine tunachaka zetu nyumbani. Kwa hiyo kubishana hakuna maana. Kama kupumzika tushapumzika, kama tushapumzika tayari tunaendeni. Sasa jamani, malumbano ya nini sasa? Kama tumeamua kupumzika basi tupumzikeni. Kama safari bado inaendelea, tuendeleeni. Tunaenda kulumbana tena inakuaje? Ondokeni. Maisha kweli, mbona yule mzee alotimba hapa kaongea hadi kwa mzee wake yule mwenyewe. Sema kweli maisha kweli ni kawaida kuku, kwa sababu sisi mwingine tunaonekana hapa tufanye kazi, si maisha yetu sisi tunaiba kuku. Unajua hili. Sasa yake kaleta zalao, yani zaidi ya zalao rafiki yangu. Kwa hiyo mzee wake yule mwamba naye karibu vipi? Wewe acha kafoka. Sema nini? Unajua sasa hivi mgundu umepoza. Kama maisha kweli umepoza, nasikia zetu yule jamaa anaita Ngorowanje yule. Alisema galeta gamdili kusema eti wanaita ngende. Yule aliyokubaliana na Ngungwa yule. Sio ile Ngungwa lao si moja, maisha kweli wamechukuana, maana yake mazingira fulani wanakuta hapa wote mgutini miaka penye wote tumepoza maisha kweli. Wameingia huko ndichi yani. Sema unaweza kule ulipoenda kule karudi kwa mazingira yametika, afu sisi tumetulia hapa dakika mwisho tukaonekana si manake tumezingua ikawa dharau. Akaja akatuvimbia hapa ikawa mazingira fulani sio yenyewe tumefeli, watatubwaga ujue. Hata tungeingia mwanangu. Sema kama vipi ile? Sema baridi tunawasikilizia maji watakuaje? Kama kweli ndio kana wenzetu wanatoboa na sisi yetu tutaingia. Kama zidharau maana yake na sisi ndio tumebisha tumefanikiwa sisi. Na wasemaje? Hamna baya. Texas. Twende, wataka hela. Hela ndio hiyo mjomba. Twende. Tuondoke bwana. Kanda sasa kuna kuendea. Wewe unataka wala mdogo. Oya. Vipi? Njia ndio yapo. Njia hamna? Njia hamna kivi. Njia. Tazama hapo tunapitia wapi? Njia kusoma kilebe. Njia vipi sasa, mbona unachanganya hapo? Kwa maana tangia kule mimi swala hili liliingiza. Unapokwenda mrejeto nani? Mimi. Tushaingia. Sikiliza. Maja. Oya, hapa hamna mwanamke hapa. Wote sisi wanaume watupu. Sawa? Tunapita hapa. Bigi tangulia ondoka.
Ushafika hapa inabidi tutoe dongo au hapa tunabidi tupike ugali tule. Tuendelee na safari, si ndio? Sasa hapa bwana na wewe endeni mkatafute kuni. Hatutadanyi majina hapa, umesikia bwana? Sawa. Kama mkubwa na dogo hapo katafuteni maji. Chukueni dumu ile hapo kachukue maji. Au vipi? Faster basi. Oya dogo, toa masufuria mwanangu. Toa masufuria hapo tutoe dongo. Hebu amna unga huko? Kaweka. Tusitembee tu kama ng'ombe njia moja tu. Unaingia hapa. Mimi naenda kuangalia huko. Basi sawa. Wewe vipi? Sikilizeni wadogo. Twendeni. Hapana blaza. Sasa huyu tunamwachaje sasa? Tunaondokaje sasa mwenzetu? Wewe usiwe mpumbavu wewe. Ukisikia kafara ndio hii. Sawa bwana. Wewe utamchukua unampeleka wapi huyu? Hebu twendeni. Twende wewe. Wewe
Oya, beba begi tutoke. Tia masufuria. Vipi? Kwani vipi? Kipindi tumekuwa chukua begi tutoke wewe. Kuna nini kwa nini? Wewe acha lo begi, acha lo begi. Tumesikia makelele ndo. Wewe. Twendeni. Faster! Ndio kuna begi hili tunaliacha. Achana nalo lo begi, ndio na nuksi hilo. Achana nalo hilo. Kwanza lina nuksi vipi? Vipi gani? Ndio tukuje kuliacha begi lile. Tunaacha begi jamani. Acha ujinga, watu toke. Oya, sikilizeni, naomba tupumzike hapa kidogo, kwa sababu hata hapa mwenyewe nishapotea hapa, unaona mama, yaani hata chochoro sijaijua vizuri. Sablaza, pumzikeni chini, ni chini hilo. Sasa kiongozi, nahitaji tufahamu kwanza, mwanzo mpata nini? Alafu sikiliza, sisi tunatafuta ndugu yangu, au vipi? Yale tuachane nayo, huu msitu hatujui nini kilichotokea, sawa? Alafu blaza, ujue mimi kipindi nataka nichukue lile begi, nimekuona umenikataza ujue. Sikiliza wewe, vitu vya marehemu sio vizuri kuvichukua. Hapana blaza, unajua sisi toka kule tunakushangaa, watu tushapoteza watu wawili tayari. Bado ndio twende hatuelewi hatima yetu inakuaje. Naomba nisikilize dogo. Vitu vingi vitatutokea. Lakini tumebaki watu 5 tu, tulikuwa 7 kaka. Unazidi kutupoteza. Kama bwana, hebu nyanika tutoke. Mimi naona bora turudi. Twendeni. Twende wewe. Dada. Samahani, habari yako? Salama, kwema? Kwema kabisa. Kila siku hapa huwa napita, lakini sijawahi kumuona mtu. Ila leo nashukuru nimekuona. Hivi kuna yule mumeo nimemwona amefuatana na vijana. Lakini kama wanaelekea safari hivi. Wanaelekea sehemu gani? Mume wangu mimi kanyaga anaenda kutafuta. Anaenda kutafuta? Ndio. Mbona wamebeba vizigo havina mpango wote, vizigo vinaonekana havina maana. Wanaenda kutafuta, wanachana mbao, wanaenda kubeba magogo, wanaenda kutafuta nini? Alivyokuambia Kakangu, kutafuta sio mpaka umchague mtu. Kutafuta ni mtu yeyote anaweza akatafutana naye, lakini mimi alivyoniambia ameenda kutafuta. Sawa, anaenda kutafuta, lakini wasiwasi yangu mimi, wale aliofuatana nao, lile sio kundi zuri na sio watu wazuri. Mule ndani yake kuna watu wanavunja madirisha, kuna ndani yake mule kuna watu wanaiba kuku. Mimi kuku wangu wameisha, na katika kundi lile ndio anapatikana hawezi. Sasa inaonekana na mumeo naye yumo mmoja wapo, naye mwizi au kidokozi. Sasa basi, kuwa na tahadhari, kuwa makini, mwambie mumeo lile kundi alilofuatana nalo sio zuri. Sawa? Sawa.
Akija usisahau kumwambia. Haya, nitamwambia. Haya, sawa. Oya kaka. Kaka. Ndugu yangu. Laza. Nasemaje dogo? Mimi naona tumetembea mbali mrefu alafu hata mafanikio huko tunakwenda hatujajua mafanikio yake yapo vipi. Kama vipi hapa? Mimi naona turudi tu blaza bwana. Au nyinyi mnasemaje? Dogo, au sio maneno ya kuongea, unakatisha watu tamaa namna hiyo. Kaza, ni hapo tu, sio mbali wala nini. Lakini kaka, ukiangalia tulipotoka huko tulikuwa 7, sasa hivi tumebaki 5, 2 washapotea. Kaka, alafu unaendelea kusema hapo karibu tu tunafika. Hatufiki, siku ya 3 leo tuko porini. Wewe nini na wewe? Huyu hafu mtoto laini sana ujue huyu. Kaza huyu ajui maisha ujue. Mimi najua una njaa, subiri. Anapo kuna akiba kidogo. Fika hivyo kidogo kidogo. Tunafika wanangu, tunafika. Piga msosi mwanangu. Kazeni. Unajua hii siku ya 3 tuko porini. Oh, ujui maisha. Huyu mtoto mdogo, hana familia. Hebu fikiria maisha. Tatizo tumebaki wangapi kaka? Waweza kushawaacha kule. Lakini IP ni vyema tukamsikiliza kwa sababu yeye peke yake ndio anayepajua. Na amesema hatuna muda mrefu tutafika. Twendeni jamani. Hebu twendeni huku tunakula basi tulikeni. Twende dogo, twende. Kaza mwanangu, kaza. Jamaa, mambo unapoenda peke yako huko. Oya sikiliza. Tumekeni basi. Mimi naenda. Wewe ukitaka kubaki baki. Twende.
Akufa! Akufa! Mama! Mungu wangu! Nakufa! Njoo. Wewe! Vipi? Mama! Blaza, mwangalie basi. Mbona umesimama tu alafu unatoa macho? Ndani. Jitahidi, jikaze IP. Songa. Ni kweli safari hizi kawaida. Huyu kwa sababu hapa peupe hapa tumwache hapa. Sawa bwana. Si twendeni, tukirudi tutampitia. Sasa blaza, unamwachaje peke yake wakati unajua msitu una wanyama wakali? Twenzetu. Unaachana nani huko? Mwacheni hata maji basi. Shika maji. Tunaenda tutarudi, msikia? Sasa hapa mimi mnaniacha na nani kaka? Tutakupitia sisi tunakurudia. Wewe tutakiume. Washanitelekeza hao. Oya, sikilizeni. Naombeni subirini hapa mara moja kwanza nikajisaidie. Blaza, ushaanza. Usichelewe basi blaza. Haina shida. Sasa hivi tu. Afadhali ulivyokuja. Kusaidia. IP, nakuua kwa sababu nakupenda. Naamini hapa utakufa na wadudu na utajiri hauji vivi mpaka utoe damu. Bwana. Ndokeni. Ndoki basi basi.
Odi. Odi wenyewe. Karibu. Asante. Karibu. Asante. Bala saizi. Salama kwema? Sawa vile kwema. Kwema. Ama simani kidogo nilikuwa na mazungumzo kidogo na wewe. Karibu tukae. Haya, asante. Ama samahani kidogo, nimekuja kukuulizia kwamba huyu mumeo wameondoka na kijana wangu na vijana wengine. Safari yao wameenda wapi na lini ambao watakavyo, siku gani ambao wanarudi? Mimi sijajua siku anayerudi, ila mimi mume wangu aliniaga anaondoka kutafuta. Kwa hiyo sijui kama anarudi lini au atarudi muda gani, sijajua. Kwa hiyo hawajawasema kwamba wanarudi lini na wala hujui kwamba wameenda wapi? Ndio. Basi sawa, kwa vile wao ni wanaume na wameenda kutafuta, naamini kwamba watarudi. Na mimi nashukuru Mwenyezi Mungu awajalie warudi salama. Sawa sawa. Mwambie dua cha. Haya. Mpaka tutaniona mtata tu ujue. Ila ujue tulipotoka ni mbali sana. Alafu tumpoteza wenzetu kibao. Alafu toka kule unatuambia tu hapo kufika hatufiki. Sasa je, tuambie ukweli hapa watu wote tujue. Tunapoenda bado umbali gani? Sikiliza wewe. Nilikuwa nakuamini na mwili wako na kuonea askari. Hata kama hivyo si unavunja nguvu hata hawa. Umeona bwana? Hapa inabidi tukaze tunendeni. Sawa? Sikilizeni, nakwambieni ukweli kabisa. Mimi kwa kweli njia hii sijawahi kupita hii. Sawa? Mimi nilikuwa napita na basi nagonga Liwale au vipi? Liwale pale ndio naenda huko Mpiga Miti. Umeona bwana? Kwa kweli njia hii mimi sijawahi kuipita. Sasa blaza upajui na. Kwa hiyo kumbe hata tunapokwenda kwenyewe wewe upajui. Sasa unafikiri sisi tunafikaje? Kwa uwezo wa Allah tunafika. Kwa uwezo wa Allah ujue blaza ujue vitu vingine unataka kuviweka hivi na kwa sio wewe. Huyu blaza sikiliza. Dogo. Sasa poteza netu kibao huko. Huyo watu wanakufa. Blaza ujue huyu. Dogo. Alafu ujue itakuwa ubaya sana mimi nitakuwa. Subiri kwanza. Unajua wewe utakutoa kafara sasa hivi. Unaendesha ukapi? Alafu angalia ujue. Angalia mimi naangalia. Alafu ujue utakuwa mchawi. Acheni hizo habari basi. Shabiru. Ngoja angalie. Sio angalie. Sasa sikilizeni hapa. Acha kisu kwanza blaza. Acha kisu bwana. Sikiliza. Alafu ujue utakuwa mchawi. Tushapoteza zetu kibao hapo. Dogo. Sio dogo. Mimi naitwa dogo. Oya sikilizeni. Tunaenda twendi. Sasa tunagombana mpaka tunaenda twendi. Tulia basi. Basi blaza bwana. Sasa tukienda kugombana wenyewe kwa wenyewe inakuaje? Sasa hapa tujue hata tunarudi vipi tu. Oya sikilizeni, sikio la mwisho. Tunaenda twendi. Mbona mnanichosha tu, hata sielewi yani. Kama tunaenda tunakwenda, lakini kati yetu sisi akipungua hata mtu huyo mmoja wewe kazi. Wewe nani ndokeni? Yaani ukaondoke. Nani ndokeni? Twendeni tutafika twendeni. Sio twendeni. Kwanza tunapokwenda kwenyewe wewe upajui. Dogo sikiliza. Maji ukiyavulia nguo, shati. Sisi twendeni. Tutoke. Ndokeni mwana.
sikilizeni, sababu tumezunguka, tumetembea, naomba sasa hivi tupumzike hapa, sababu tutaloa nini, sawa na kesho kama kawaida tunaanza safari. Sawa, lakini safari yenyewe naona inazidi kuwa nzito kwa upande wetu. Kila kukicha wenzetu wanazidi kuteketea tu. Hivi tutafanikiwa kweli sie? Sikiliza, inabidi ukaze, maana tukishafika huko, tukirudi huko, kila mtu na usafiri wake hapa, kila mtu na ndinga lake, usikonde wala nini. Blaza. Yeah. Sasa kila mtu na gari yake, wewe blaza, kwa unaweza kuendesha gari? Yaani ukiwa na hela, madereva unachukua huko. Umeona bana? Haya. Yes. Tulaleni kesho kama kawaida. Sawa. Hao jamaa wapo. Achana nao. Wameshindwa kukaza watoto wa mama wale. Achana nao. Haya ndio maisha. We kaza. Tukirudi narudi na hela. Ndoki bwana, changamka. Changamsha makalio mavya sigande hayo, tupite huku. Sasa uko wapi mwanangu? Nimekwambia tupite huku, wewe uone njia hii. Njia ile kwa sasa unaona kabisa ambayo nimekwambia tupite huku wewe. Sasa malumbano ya nini tena? Sio malumbano ya nini, wewe unaiona njia hii? Njia inaonekana sasa ni hii ambayo inapita na watu wengi. Unaona kabisa njia jinsi ilivyo hii. Sasa baridi kama utaki kila mtu ajichenge kivyake. Haya.
Shabiru, umejifanya mjanja sana kutotoroka kule, si ndio? Hakuna mtu yeyote ataotoka salama humu, na pesa haiwezi kupatikana bila kutoa damu. Mme wangu, rudi nyumbani. Huko unakokwenda utafanikiwa. Mke wangu. Blaza. Haya, umejifanya mjanja sana kunikimbia kule, si ndio? Uwezi kutoka katika msitu huu, lazima uwe na silaha. Shika, itakuwa silaha kwako. Shika silaha, chukua silaha, shika haya. Dogo vipi? Safi blaza. Ulikuwa wapi blaza? Kwa naangalia njia, twende. Blaza vipi? Amna, nimeanguka tu.
Vipi blaza? Amna tunze. Dogo. Choka sana. Sasa. Sio kuchoka tu. Kumbuka sisi tumetoka wengi blaza. Sasa tumebaki hao wawili tu. Mimi naona hii safari bora turudi tu. Sikiza dogo, mafanikio yapo karibu, nami sio mbali, ni hapo tu. Sawa blaza? Toka tunapotoka unatuambia tu hapo hapo, yaani unatupa moyo tu hapo hapo. Toka tunapotoka tupo wote hapo hapo mpaka sasa hivi blaza. Mimi naamini kitu kimoja, maji yakiwa moto sana unaweza ukagairi kuoga tu. Mimi naona wewe tuachane na safari, turudi nyumbani tu. Sawa, nisubiri basi kidogo niangalie njia hapa, narudi sasa hivi. Sawa? Narudi sasa hivi hapa. Subiri. Chonde chonde. Nimezunguka sana katika msitu huu. Wakubwa mliokuwa humu, naombeni nionyesheni njia. Huyu mtu kila ninachokimfanya huyu mtu hafi. Nifanye nini? Naombeni munionyeshe njia. Tumekusikia. Hakikisha unafanikiwa na usipofanikiwa basi utanga. Blaza vipi? Daulachi, wewe unanifanyisha katika maisha. Hii mara ya pili inakuja humu mimi. Umesikia? Sasa usiokijua Ngungwa nimemuua mimi. Yaya nimemuua mimi. Hao wote hao unaosema nimemuua mimi. Kasoro wewe tu. Na lazima nikuue.
Hili ndio maana kulitafuta, maana kulipata. Haya, mmeona vijana? Hayo ndio mambo ya kwenda kutafuta riziki, sijui nini. Kama ulinificha, nilikuja hapa nilikuuliza ukanificha. Haya, leo mficha kifo, mficha ugonjwa sijui, kifo umuumbua. Bwana Karemo, pole sana. Songa. Mara Songa, kijana wangu, kuwa mtulivu. Pole sana kijana wangu. Faza. Pole sana. Tani. Kazi usijui. Bondo ana Mungu. Pole sana. Wewe ni rafiki yetu, ni marafiki zetu. Jikaze mzee, jikaze. Pole sana. Hatujui hayo maisha yetu tunayapata wapi, tunafanyaje mpaka hivi sasa.